Mtandao wa YouTube kupitia katika kila nchi ambazo watumiaji wamekuwa wakitumia kuweza kuangalia video mbalimbali, kwa sababu ndio mtandao ambao una access watu kuweza kuupload video na kuweza kuangalia. Sasa wamekuwa wakitoa ile charts ya kuonyesha nyimbo ambazo ziko trending kwa wakati huo kutokana na nchi husika. Mfano Tanzania kunaweza kuwa kuna nyimbo mbalimbali ambazo zina trend, lakini vile vile Kenya, Uganda, labda Nigeria, South Africa na maeneo mengi ambayo wamekuwa wakitoa charts hizo kulingana na watumiaji wa nchi hiyo na nyimbo ambazo zina trend katika nchi hiyo. Sasa hapa Tanzania bwana, kuna ngoma 10 hivi sasa ambazo ziko trending kupitia mtandao wa YouTube, ikiwa ni maingizo ambayo wanakuwa watu wanaangalia sana, hivyo zinafanya kuweza kuwa trending. Sasa hapa nakuletea ngoma 10 ambazo ziko trending katika nchi yetu kupitia mtandao wa YouTube. Ngoma ya kwanza ni ya msanii kutoka WCB Wasafi ambaye ni Mbosso, ambaye amemshirikisha msanii Cray kutoka nchini South Africa. Ngoma hii inaitwa Selemani. Ngoma hii bwana ndio ngoma ya kwanza ambayo inashika trending kwa hivi sasa, kwa sababu ngoma hii imepata fanbase kubwa sana kutoka kwa watu kwa jina la Selemani, huku watu wengi wakimbatiza Mbosso jina jipya la utani kwamba yeye anaitwa Sele. Sasa ngoma ya pili ni ngoma ya star kutoka Konde Gang pale ambaye ni Harmonize, ngoma yake ya Sijalewa, ngoma ambayo hivi sasa imekuwa ikipata challenge nyingi sana kupitia mtandao wa TikTok na ameahidi kutoa video mpya hivi karibuni. Lakini vile vile ngoma ya tatu ambayo iko trending kwa hapa Tanzania kupitia mtandao wa YouTube ni ngoma ya Chino Kid akimshirikisha Stamina Shorobwenzi, ngoma inaitwa Change Vibe, kwa sababu ngoma hii inafuatiliwa sana kwa kuwa watu wengi waliweza kuzoea kumuona Chino Kid akiweza kuimba ama piano, lakini hivi sasa Chino One Man ameamua kuja kivingine baada ya kupita methali fulani hivi ya michano, huku Stamina mwenyewe akijigamba kwamba Chino aliweza kumbadilisha kwa namna moja ama nyingine ili kupata ladha tofauti tofauti. Lakini ngoma ambayo iko trending namba 4 kwa hapa Tanzania ni ngoma ya Mimi Maz akimshirikisha Nandi, ngoma ambayo imesimamiwa na producer Estukiz. Lakini vile vile namba 5 ni Mario akiwa na Mr Nice, inaitwa Shisha, pia ikiwa chini ya Estukiz. Lakini ngoma namba 6 ni Huku ya Alikiba akiwa na Tommy Flavor, video ambayo imebeba ubunifu mkubwa sana kwenye nyimbo hii ya Huku, na watu wengi zaidi wakipenda kile ambacho Aba Process aliweza kuandaa biti hili. Lakini ngoma namba 7 trending ni ya Darasa, inaitwa I Don't Care. Sasa kuhusu ngoma hii, Darasa mwenyewe aliweza kufunguka kwamba ngoma hii waliweza kufanya na wa South Africa, watu wa bendi. Ni idea ambayo ilikuja kipindi amesikia ladha za muziki katika moja ya tembea zake kuhusiana na harakati zake za kimuziki, akaweza kupata idea ya kufanya ngoma hii. Na hata ukipita kwenye Instagram post za watu wengi, TikTok, wamekuwa wakitumia ngoma hii kama moja ya sharing katika posti zao kwamba watu wana celebrate. Ni kitu ambacho watu wengi wamekiappreciate sana kwa sababu ina methali fulani ya kimambele, lakini ni ngoma ya kutoka hapa Bongo Land Tanzania. Na Darasa anazidi kuonyesha ukubwa wake kufuatia amewahi kutoa hits mbalimbali huko nyuma kama Too Much, muziki akiwa na Ben Paul na ngoma nyingi ambazo zimefanya vizuri. Lakini kuna hii tena ya Don't Care, ngoma ambayo inafanya vizuri sana ikiwa trending namba 7. Namba 8 inashikwa na msanii kutoka WCB Wasafi ambaye ni Zuchu, ngoma yake ya Shika, ngoma ambayo hivi sasa challenge pia zimekuwa zikifanyika kwa sababu ni ama piano fulani hivi iliyojaa midundo ya aina yake humu ndani. Lakini namba 9 ni ile show ambayo Alikiba alifanya katika ufunguzi wa African Football League pale kwa Mkapa, show yake ya kwanza kabisa kubwa kuifanya kwenye sekta ya michezo, ambapo Alikiba aliperform ngoma yake ya Sumu. Hivyo mpaka sasa hivi iko namba 9 trending. Aliperform mbele ya viongozi wakubwa wa soka duniani akiwemo rais wa FIFA Infantino, lakini vile vile kulikuwa na kocha wa zamani wa Arsenal ambaye ni Arsene Wenger, aliweza kuhudhuria ufunguzi ule pale. Lakini rais wa CAF pia alikuwepo pale na viongozi wakubwa wengi walikuwepo pale wa mpira duniani. Lakini namba 10 ni Nay wa Mitego, ngoma yake ya Mamlaka, ni ngoma namba 10 ambayo inafunga kwenye zile trending 10 bora kwenye upande wa YouTube hapa nchini Tanzania. Hatujaona jina la Diamond Platnumz katika trending hizi 10 pale YouTube, lakini hii ni kutokana na kwamba yuko anaandaa magoma mengine na hivi karibuni basi anaweza akaachia madude mengine tena na kuweza kushika trending, kwa sababu tumezoea kumuona Diamond akiwa anashika trending namba 1, namba 2, namba 3, ni kitu cha kawaida kabisa. Sasa hii ni ZTV. Kwa taarifa nyingine nyingi ambazo zitakuwa zinatufikia hapa kwenye meza yetu ya habari, basi mtazamaji usiache kusubscribe, lakini vile vile kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.